Kwa majina naitwa Ngena Meo Ezekiel. Katika ministere mimi niko directeur general wa ministere. Ministere yetu inaitwa Salvation Team Ministries Congo. Ni shirika la Kikristo ambalo hiyo salvation yenyewe inamaanisha wokovu, na katika malengo yetu ni kufikia watu, kuwafunza neno la Mungu, na pia wanyonge katika taifa letu. Pia tunafanya misaada midogo kwa kuwasaidia. Kwa siku ya leo tulikuwa na kongamano la wamama, tulikuwa na mkutano wa wamama kwa sababu ya kuwafunza, kwa sababu ya amani. Kama vile munajua mu province ya Sud Kivu na Nord Kivu tunapitia vita, na hiyo tuliona kwamba wamama wanaweza kusaidia wakifunzwa neno la Mungu, wafikirie watu, wawafunze pia amani, kwa sababu mama ni mtu mwenye anaona kitu na anasema kwa haraka. Na tulipenda tuone kwamba mama asiseme tu kwa haraka habari ambazo hazijui, lakini aseme habari ambazo anajua. Lakini pia huyo mama pia Mkristo afikirie watu na wafunze kwa sababu ya amani, watafute amani, kwa sababu katika ufalme wa Mungu ni ufalme wa amani ambao watu wote wanapaswa waishi katika amani. Kwa majina naitwa Bikiombe Mumba Frederike. Leo tulikuwa na kundi ya wamama, na hapo tuliwafundisha kuhusu majukumu ya mama ndani ya nchi yake wala katika jamii, na tulionyesha kwa ukubwa zaidi namna gani mama anaweza kuwa mwenye kupenda nchi yake. Mama anaweza kuwa mwenye kujua kufundisha amani, awe mpatanishi, na pia awe mwenye kutoa habari sahihi zenye ukweli na uhakika. Tulitaka kuchukua wamama kwa siku ya leo kwa sababu mama ana kazi kubwa anayoifanya katika jamii. Mama anakuwa mlezi katika jamii, hata katika taifa lake. Mafundisho ya siku ya leo tulifurahia sana, ya kutuelimisha sisi wa mama gisi tutaweza kukua tunachunga familia zetu, gisi unaweza kuwa mama shujaa ndani ya familia, ndani ya jamii na ndani ya nchi yetu ya Kongo. Gisi unaweza kuwa shujaa kwa kuleta amani ndani ya familia, kuleta amani ndani ya nchi, kwa kupatanisha watu katika mizozo mbalimbali. Hiyo mafundisho kabisa inatujenga, na tunashukuru hii kundi ya Salvation Team Ministry iendelee kabisa na kuorganize ingine mafundisho kusudi sisi wa mama tuelimike. Furaha yangu na siku zingine kwa mafundisho yetu tulipata hapa, nisikie mafundisho inanifurahisha sana kuona gisi wanatufundisha kuhusu kuchunga mafamilia zetu, kuhusu kuchunga watoto zetu ndani ya familia. Ile maana yake ile mafundisho ilinifurahisha sana, na hii kikundi ilitosha hii mafundisho. Siku nyingine wajitahidi kweli wako naendelea kutufundisha, ile ni furaha yetu. Furaha yangu kwa jua mafundisho ya leo, maana inajaa moyo furaha sana jua mafundisho ya leo. Nilifurahia kuhusu gisi mama anapaswa ishi ndani ya jamii yake, kumsaidia mume wake wakati mgumu. Hasa hii mafundisho gisi naweza toa oni langu kwa ajili ya ministeri yenyewe organize mafundisho. Tufanye muda wa asubuhi mpaka saa 8 tunafundishwa vizuri, bibi na bwana tuyashike vizuri. Mlitupatia muda mfupi, kesho mturefushie muda. Ile ni selomi. Sisi katika ministeri yetu hii tunafanya kabisa michango mbalimbali, sisi kama vile wanamemba, lakini pia tunakuwa na marafiki zetu ambao wanatufata kwa nchi zingine, na wakati Mungu akiwagusa wanapaswa kutuma msaada kidogo, na hiyo msaada inatusaidia kwa kufanya mkutano fulani. Lakini pia tutawapatia moyo kwamba wazidi kufanya hivyo kwa wale ambao wameisha kusaidia, na kwa sababu ya malengo yetu ni makubwa kwamba tuyafikirie.